Hujambo na karibu katika kurasa za magazeti siku hii ya leo Alhamisi tarehe 10 Aprili 2025. Mimi ni Hassan Magulumali, nyuma ya kamera ni Joseph mwana wa Isangura. Yeye anahakikisha tunapata picha angavu kabisa na tunakuletea kurasa hizi za magazeti. Mkononi kwangu nimeshika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Wao wanaandika hali yazidi kuwa mbaya. Waziri mkuu ashtushwa na takwimu za ongezeko idadi ya watumiaji dawa za kulevya. Maambukizi VVU nayo bado tishio. Habari ukurasa wa tatu. Lakini hapa kuna habari picha hapa, hoja kuu nasema mafisadi kukiona, dawa za kulevya balaa zito, vyama vya siasa vya lamba ruzuku bilioni 13, tishio kusitishwa ufadhili wa nje, maambukizi ya VVU bado tatizo, kanuni mpya za uchaguzi zaiva. Hizo ni habari picha hapo kutoka gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tukienda habari ya Rais Samia ahimiza mshikamano Afrika, habari ukurasa wa pili. Rais Samia Suluhu Hassan akiagana na Rais wa Jamhuri ya Angola Joao Maciu Gonçalves Lourenço wakati akihitimisha ziara yake ya kiserikali Luanda, Angola jana. Picha na Ikulu, hiyo ni habari picha hapo. Mkasa wa mama kwa choma visu tumboni wanawe kujijeruhi washtua, polisi watumia mabomu mkutano Chadema, Tundu Lissu akamatwa, habari ukurasa wa 4. Ni hivyo tunatamatisha katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Sasa tunakwenda gazeti la Mwananchi. Mwananchi wao wanaandikaje? Wao wanasemaje? Mwananchi wanasema kishindo no reforms, Lissu atiwa mbaroni. Ni baada ya kuhutubia mkutano wa hadhara mjini Mbinga akieneza kampeni ya bila mabadiliko kuna uchaguzi. Mabomu ya machozi yafyatuliwa kuwatawanya wananchi waliofurika. RPC asema atafutwe leo, habari ukurasa wa 4. Kauli ya RPC Geita ukamataji wa raia ya koleza mjadala. Kauli ya kamanda wa polisi mkoa wa Geita Safia Jongo iliyowataka wananchi kutokubali kukamatwa na mapolisi wasiojitambulisha imeibua mjadala miongoni mwa wadau wa haki jinai nchini, wakitaka kauli hiyo ifanyiwe kazi katika mikoa yote ili kukabiliana na wimbi la utekaji. Alitoa wakati akizungumza na waandishi wa habari baada ya kutoa mafunzo ya polisi jamii na ulinzi shirikishi. Habari kurasa wa 3. Mambo manne yabeba bajeti ya waziri mkuu 2025, habari kurasa wa 5. Matumaini bei ya umeme ikipitiwa upya, habari kurasa wa 2. Na hivyo ndivyo tunatamatisha katika gazeti la Mwananchi. Tunaenda gazeti la Habari Leo, gwiji la habari. Habari Leo wao wanaandika ajira mpya zafikia milioni 8 mapato juu, habari ukurasa wa 2. Ni ndani ya miaka 4 ya Samia umeme sasa megawati 1431, bilioni 83 zatoka mikopo 10%, vyama vyapewa ruzuku bilioni 13, Watanzania waitwa Angola kuwekeza mafuta, habari ukurasa wa 3. Mpango diaspora wekezeni nyumbani, habari ukurasa wa 3. Biteko ataka mikakati miradi mipya umeme, habari ukurasa wa 7. Rais Samia Suluhu Hassan akiagana na rais wa Angola baada ya kuhitimisha ziara yake ya kiserikali jijini Luanda jana. Picha ya ukurasa wa 8. Habari hiyo inapatikana. Mvua zaleta madhara Bukoba Musoma, habari ukurasa wa 7. Watoto 8,000 waokolewa mitaani miezi 9, habari ukurasa wa 4. Afungwa miaka 40 kwa kubaka mwanafunzi, habari ukurasa wa 21. Na hivyo ndivyo tunatamatisha katika kurasa za magazeti siku hii ya leo, tukiwa tumepitia vichwa vya habari mbalimbali. Natumai umepata yale ambayo yalijili siku ya jana na leo yamewasilishwa kwenye magazeti. Ili kuyapata kwa kina zaidi, fuatilia magazeti haya ambayo
tumekuletea siku hii ya leo. Mimi ni Hassan Magulumali, nyuma ya kamera ni Joseph Mwanaisangura. Tukutane tena siku zingine zijazo.